Somo letu lina kichwa mavazi ya kikahaba. Somo letu lina kichwa mavazi ya kikahaba. Mavazi ya kikahaba. Somo letu lina kichwa mavazi ya kikahaba. Neno la msingi la somo letu linatoka katika Mithali sura ile ya 7 mstari wa 10. Mithali sura ile ya 7 mstari wa 10. Hapa tunasoma Mithali sura ya 7 mstari wa 10, ndio neno la msingi la somo letu. Hapa tunasoma, na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba. Tuseme maneno hayo kwa bidii. Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba. Tena, na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba. Ndiyo. Katika kanisa la Mungu kwa ujumla, sio tu Tanzania lakini ulimwengu mzima, kumekuwa na utata katika mafundisho kuhusiana na mavazi. Na wako watu wengine ambao wamekuwa wakifundisha kwamba Mkristo, na kimsingi tunapozungumzia Mkristo tunamzungumzia mtu aliyeokolewa, yeye ambaye anakusudia katika maisha yake yote, amedhamiria katika maisha yake yote kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Maana Biblia inasema yeyote anayesema Yesu Kristo anakaa ndani yake, imempasa kuenenda vile vile kama yeye naye Yesu Kristo alivyoenenda, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 2. Kwa hiyo Mkristo ni yule ambaye anaenenda kama Kristo alivyoenenda, ni yule ambaye amedhamiria kuishi kama Kristo. Kimsingi ni mtu aliyeokolewa. Sasa wako watu wengine ambao kama nilivyogusia wanafundisha kwamba mtu anaweza akawa ameokolewa lakini akavaa tu vazi lolote, na wana sababu kadha wa kadha au hoja zao wanazozitumia katika mafundisho yao, ambazo itakuwa vizuri kwanza tunapojenga msingi wa somo letu kwanza kuangalia hoja moja baada ya hoja nyingine, na kuangalia maandiko yanavyosema. Na kama wanafunzi wa Biblia, baada ya kuokolewa hatupaswi kumsikiliza tu mtu anazungumza tu, mwalimu anakuja kutufundisha halafu anatuambia tu kwa maneno matupu. Lazima tujifunze maneno ya Mungu. Mapenzi ya Mungu tutayafahamu kwa neno. Lazima, Biblia inasema, kwa mashahidi 2 au 3 neno lithibitike. Yesu Kristo katika kuthibitisha lolote alitumia maandiko, hata kuthibitisha juu ya kufufuka kwake mwenyewe
Hakuzungumza tu maneno yake tu hivi, lakini alitumia maandiko. Luka 24 mstari wa 25 mpaka 27, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Naweza kuona Yesu Kristo anatufundisha, walimu, tunapokuwa tunazungumza jambo lolote, hatuna budi kulithibitisha kwa maandiko, ili tusizungumze tu mawazo yetu wenyewe, tusizungumze tu nadharia zetu wenyewe, tusiwaongoze watu katika mapenzi yetu wenyewe, lakini tuwaongoze katika mapenzi ya Mungu ambayo ni neno la Mungu. Na sisi tunaosikiliza kutoka kwa walimu vile vile, hatuna budi kuwa kama wale watu wa Beroya ambao wanapokuwa walimu wanatueleza maandiko, na sisi hatuna budi kufunua Biblia zetu na kuyangalia maandiko na kuyachunguza ili tuone, je, ndivyo yalivyo? Tunajifunza kwa watu hawa Beroya katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 17. Matendo ya Mitume sura ile ya 17 mstari ule wa 10 mpaka mstari ule wa 11. Mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Na walipofika huko, wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Tuseme maneno haya kwa bidii. Wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Ndio, hatupasi tukusikia kwa mtu ambaye anatuambia hili na hili sio tatizo. Hapana, kwamba tunaweza kufanya kitu chochote hiki au kile. Lazima kwanza tuwe na kiu ya kutaka maandiko kutoka kwake, na hata baada ya yeye kutupa maandiko, tuyachunguze maandiko hayo na kuona kama ndivyo yalivyo. Ndani ya kila mtu aliyokolewa yuko Roho Mtakatifu ambaye anaitwa mafuta, na Biblia inasema tukiyachunguza maandiko, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio aliyeleta maandiko haya kwetu, atahakikisha mafuta yaliyomo ndani yetu, yani Roho Mtakatifu, yanatufundisha yote. Hata kama mtu anataka kutupoteza kwa kupindisha maandiko, hatuna budi kujua adui naye hutumia maandiko. Alitumia maandiko hayo katika kumjaribu Yesu, lakini akiwa anayapindisha. Lakini tukiwa tunayachunguza maandiko na tukiwa tunataka kukaa katika mapenzi ya Mungu, mafuta yaliyomo ndani mwetu, yani Roho Mtakatifu, sasa atatufundisha na kuhakikisha kwamba yeyote anayetaka kutupoteza hafanikiwi. Katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 2, waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 2, tunasoma katika mstari sasa wa 26 mpaka mstari wa 27. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 26 mpaka 27. Hapa tunasoma, nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanayowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Hatuna budi kujua kwamba
mwalimu wetu mkuu ni Roho Mtakatifu. Na mwalimu yeyote mwanadamu anapotufundisha lazima azungumze kwa maandiko, alafu lazima tupekue maandiko tuone kama ndivyo alivyo. Tunapokuwa tunaangalia maandiko, ndani yetu yale mafuta yatakuwa natufundisha ile kweli. Kwa sababu hii tutachukua nafasi sasa kuziangalia hoja wanazotumia walimu mbalimbali, halafu tutazipima kwa maandiko tupate kuijua kweli kuhusiana na kila hoja. Bwana atusaidie kufuatilia kila neno kwa makini, ili lisiwe tu msaada kwetu, lakini sisi tupate kutumika kuwasaidia watu wengine katika dunia ya sasa kuhusiana na mavazi, katika jina la Yesu. Sasa tukiwa tumejua hayo, tuanze sasa kuangalia hoja moja baada ya hoja nyingine. Hoja moja wapo ambayo walimu wengine wanafundisha ni kwamba Mungu haangalii mambo ya nje, mavazi na mengine, lakini anaangalia tu mambo ya ndani. Kama mtu ameokolewa, basi ni mambo ya ndani tu, lakini anavyovaa kwa nje au yeyote kwa nje sio ya msingi kwa Mungu. Kwa mtu anaweza kuvaa vyovyote vile. Na wanasema utakatifu ni ndani tu ya mtu, lakini mavazi hayawezi kumfanya mtu kuwa mtakatifu. Mavazi hayahusiki na utakatifu wa mtu. Mambo yote ya nje hayahusiki na utakatifu wa mtu. Hoja hii sio sahihi kibiblia, kwa sababu maandiko yanasema waziwazi kwamba utakatifu ni sio tu katika roho, lakini vile vile ni katika mwili. Wakorintho wa kwanza sasa sura ile ya 7. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 tunasoma mstari wa 34. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 34. Hapa tunasoma tena, iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye asiolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana. Sasa tuseme wote, apate kuwa mtakatifu mwili na roho. Kwa bidii zaidi kama tunaweza. Tena unaona, utakatifu sio tu katika roho, lakini ni katika mwili pia. Kwa mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Twende tena sasa katika Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ile ya 7. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari sasa wa kwanza. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Tuseme wote, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Unaweza kuona maandiko yanasema kujitakasa kwetu sio kwa habari ya rohoni peke yake, ni uchafu wote wa mwili na nini? Na roho. Tena hapa anaanza mwili na roho. Unaweza kuona sasa, kimsingi katika mafundisho ya Yesu anataka tuanze ndani kwanza. Kama tukianza kuwa tu kuwa na mwonekano wa nje,
wakati ndani kumeoza, ndani ni kuchafu, hilo halimpendezi Mungu. Ndivyo walivyokuwa Mafarisayo. Walikuwa wanahangaika kuwa na muonekano mzuri kwa nje, lakini ndani ni wachafu, hataki chochote cha kusikia kuhusiana na kuokoka, kuhusiana na wokovu. Sasa Yesu akazungumza nini kuhusu Mafarisayo? Na hapa kuna kujifunza kitu hapa. Mathayo 23 mstari wa 25 mpaka 26. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje, sema nje, mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Sasa wengine wanaishia tu hapo, alafu anasema naona mnasafisha tu nje, lakini ndani kuchafu. Hatutaki kuishia hapo, ili tupate kuelewa mafundisho ya Yesu. Anasema 26 sasa, mstari wa 26. Ewe Farisayo kipofu, sema maneno haya kwa bidii pamoja nami. Safisha kwanza ndani. Safisha kwanza ndani. Tena, safisha kwanza ndani. Safisha kwanza ndani. Safisha kwanza ndani ya kikombe. Safisha kwanza ndani ya kikombe. Ndio, tunatakiwa kusafisha kwanza ndani, lakini sio tu kuishia ndani. Yesu hakuishia hapo katika mafundisho yake. Sasa anasema ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Tuseme wote, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Ndio. Kwa hiyo Yesu anasema tuanze kwanza ndani, lakini hatuishi ndani. Lakini baada ya kushughulika ndani, ndio tunakuja kushughulika na nje. Haleluya! Hapo ndipo tunakuwa tumetimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Unaweza kuona. Kwa hiyo kumbe, kwa mafundisho hayo tayari tunakuwa tumeshajifunza kwamba Mungu anaangalia vile vile mambo ya sio tu ya ndani, lakini anaangalia vile vile mambo ya nje, na kwamba kumbe kimaandiko utakatifu ni katika mwili na roho, ni katika roho na mwili pia. Amen. Aha. Sasa tukiwa tumejua hivyo, kuna hoja nyingine inayotumika kwamba Mungu au Yesu Kristo wakati wa Agano Jipya ametutoa katika kongwa la utumwa. Lilokuwepo wakati wa Agano la Kale la kufuata sheria na kwenda kwa matendo ya sheria. Lakini sasa tuko huru kabisa. Sasa hivi ambao tumeokolewa, tunaotembea katika neema ya Agano Jipya, hatutakiwi kuwa katika kongwa la utumwa. Hatuko chini ya sheria, tuko huru kabisa. Na maandiko yanayotumika kuhalalisha hoja hii ni maandiko mazito, na kama mtu utayachukua tu juu na ukajengwa tu kwenye mstari mmoja badala ya ili tusipotee kimsingi katika kutafsiri Biblia zetu, na tusipotee katika imani yetu, na tukawa katika mstari wa kweli. Imani zetu hazipaswi kujengwa tu katika mstari mmoja, lakini tunapaswa kuangalia kwa mapana na marefu ili tupate maana halisi yote ya hayo yanayozungumzwa katika mstari husika
kwa kulinganisha na mambo mengine, maandiko mengine na mafundisho ya Yesu Kristo na mafundisho ya Biblia nzima. Sasa maandiko yanayotumika au yanayotumiwa na hawa wanaojenga hoja ya namna hii, kama nilivyosema, yanakuwa ni maandiko mazito, na tutaangalia sasa maandiko hayo ambayo yanatumika kujenga hoja hiyo. Wagalatia sura 5 mstari wa kwanza. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tumeandikwa kuwa huru, hataki kunaswa chini ya kongwa la utumwa. Ndio hoja hii inatumia andiko hili. Liko andiko jingine linalozungumzia uhuru. Hapa sasa ni Wakorintho wa pili sura ya 3. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Unaweza kuona sasa mafundisho haya yanafundisha kwamba tuko huru kufanya lolote tunalotaka kufanya, kuvaa vyovyote tunavyotaka kuvaa, na mtu yeyote asitulete tena katika kunaswa katika kongwa la utumwa. Je, uhuru alituandika Yesu ni uhuru wa kufanya lolote tunalotaka kufanya? Jibu ni la. Hiyo sio kweli ya maandiko. Hatuna budi kujua uhuru anaozungumzia Yesu ni uhuru gani. Kabla ya kuokoka kwetu tunakuwa ni watumwa wa dhambi. Yesu aliwaambia watu wa nyakati zake alipokuwa katika huduma duniani, akamwambia ninyi ni watumwa. Tuangalie mafundisho yake katika Yohana sasa sura ile ya 8. Yohana sura ile ya 8 mstari wa 33 mpaka mstari wa 36. Yohana sura ya 8 mstari wa 33 mpaka 36. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nao wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Tuseme wote hapo, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sasa mstari wa 36, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru
kweli kweli. Haleluya! Kumbe anatuzungumzia Yesu ni uhuru mbali na dhambi. Kabla ya kuokolewa tunakuwa ni watumwa wa dhambi. Dhambi inatutumikisha inavyopenda, shetani anatutumikisha anavyotaka. Mtumwa hana uhuru, anapelekwa tu na bwana wake kokote anakotaka bwana wake, analazimika kwenda, hakuna hiari. Na vivyo hivyo kabla kuokolewa tunakuwa watumwa wa sigara, watumwa wa pombe, watumwa wa sharati, watumwa wa kila namna dhambi. Hata tunataka kuacha pombe, tunataka kuacha sigara, hatuwezi. Tunataka kuacha washarati, tunashindwa. Ni watumwa wa dhambi. Na mtu yeyote hawezi kuwekwa huru mbali na utumwa wa dhambi isipokuwa tu kwa kuwekwa huru na Yesu. Hata kama unamfunga mtu gerezani kwa sababu ni mwizi, ni jambazi, ni muuaji, anaweza kutoka gerezani na akaendelea kufanya dhambi zile zile kwa sababu bado ni mtumwa. Gereza haliwezi kumweka mtu huru mbali na dhambi. Dini haiwezi kumweka mtu huru mbali na dhambi. Ndio maana wenye dhambi wengi wanaofungwa magerezani wana dini zao. Wengine wanajiita Wakristo kwa sababu wanafikiri Ukristo ni kuwa na dini. Ukristo sio kuwa na dini. Ukristo kwanza lazima uanze kwa Kristo kutuweka huru mbali na dhambi. Na mwana Yesu Kristo ndiyo pekee anayeweza kutuweka huru mbali na dhambi, kwa sababu ndio pekee yake aliyewahi kuishi duniani sawa na sisi hapa, akajaribiwa katika mambo yote bila kutenda dhambi. Hakuna yeyote mwingine ambaye ana sifa ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tulikuwa watumwa wa dhambi, lakini sasa tumewekwa huru mbali na dhambi. Kwa hiyo uhuru tulionao ni uhuru mbali na dhambi. Angalia tena Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6 mstari ule wa 16 mpaka mstari ule wa 18. Warumi 6 mstari wa 16 mpaka 18. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kabla ya kuokoka tumekuwa watumwa wake yule tunemtii, yani shetani. Tulijitoa nafsi zetu na kuwa watumwa wake katika kumtii shetani, ambao ndio unaitwa utumishi wa dhambi uletao mauti. Ndiyo, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnemtii, ambaye ni shetani. Tumejitoa nafsi zetu kumtii, tulijitoa nafsi zetu kumtii shetani hapo mwanzo kabla kuokoka, ambao ulikuwa na utumishi gani huo? Ni utumishi wa dhambi uletao mauti. Sasa mstari 17 kuendelea, lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu
ambayo mliwekwa chini yake, yani Injili. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Haleluya. Ni yale yale. Tuliwekwa huru sasa mbali na dhambi, na aliyetuweka huru mbali na dhambi ni Yesu. Kwa hiyo maandiko nasema alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Kimsingi tunaanza kujua kama katika kusanyiko fulani, kama katika kanisa fulani, je, kuna Roho wa Bwana? Tunajuaje? Sio kwamba kuna uhuru wa kufanya lolote wanalotaka kufanya. Hapana. Uhuru wa namna hiyo ni uhuru wa mwenye dhambi. Anataka kunywa pombe, anakunywa pombe. Anataka kuvuta sigara, anavuta sigara, bila kujali maandiko yanasemaje, bila kujali Mungu anasemaje. Hatuna uhuru wa namna hiyo baada ya kuokoka. Baada ya kuokolewa, sasa sisi ni watumwa tena wa haki. Maana yake ni watumwa wa Kristo. Maana yake tunafanya tu yanayompendeza Kristo. Haleluya. Sasa alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Maana yake utaona watu wana uhuru. Maana yake uhuru upi? Wamewekwa huru mbali na dhambi. Haleluya. Huo ndio uhuru unaokuwepo mahali alipo Roho wa Bwana. Utaona kuna uhuru mbali na dhambi. Chochote kile ambacho ni kinyume na maandiko ndio dhambi. Dhambi ni nini? Waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 4, kila atendaye dhambi afanya uasi. Na sehemu nyingine katika maandiko hayo hayo katika Biblia ya Kiingereza ya King James Version, Biblia ya Kiingereza King James Version, waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 4, haishii tu hapo, kila atendaye dhambi afanye uasi. Kuna kitu kinaongezeka hapo ambacho ndicho kiko katika lugha ya asili ya Kiunani iliyoleta sehemu kubwa ya Agano Jipya kwetu. Na andiko hilo, waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 4, katika Biblia ya Kiingereza ya tafsiri ya King James Version inasomeka hivi: Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Tungeweza kusema kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria. Kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria. Sasa hapa tumechokoza kitu kingine. Tunasema uasi wa sheria. Hapa tumechokoza tena hoja wanayoizungumzia kwamba hatuko chini ya sheria, sasa tuko chini ya neema. Ndio sasa tunakuja Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 4. Napaswa kusomeka hivyo. Wagalatia 5:4 mpaka 5. Mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Wanafundisha hivyo kwamba tuko katika neema, tuko katika kipindi cha neema. Tumetengwa na Kristo, tunaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria. Maana sisi kwa Roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Na vile vile kuna andiko jingine linalotumika katika mafundisho hayo, Warumi 6 mstari wa 14. Warumi 6:14, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema.
Wagalatia 5 mstari wa 18. Wagalatia sura 5 mstari wa 18. Wagalatia sura 5 mstari wa 18. Hapa tunapo tunasoma, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Angalia maneno hayo. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Kwa hiyo wao wanavyofundisha ni kwamba saizi kwa sababu tuko chini ya neema katika Agano Jipya, hatuongozwi na sheria yoyote. Hatakiwi kuwa chini ya sheria. Maana yake fanya chochote tu unachofurahia kufanya, uenjoy maisha. Je, ndivyo Mungu anavyotaka tufanye? Jibu ni la. Jibu ni la. Na utaona nazungumzia vile vile kwamba tumekombolewa kutoka katika sheria. Lazima tuelewe sheria inayozungumzwa hapa ni ipi. Katika Agano Jipya, katika kipindi hiki cha neema, tumekombolewa kutoka katika sheria ya Musa, yani Torati. Kuna sheria hapa inaitwa sasa sheria ya Musa. Waebrania sura ya 10 mstari wa 28. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa, angalia maneno hayo. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Hawa yote wakati huo, hiyo ndio linaitwa kongwa. Hili ndio linaitwa kongwa la sheria. Ni sheria ya Musa. Mtu aliyedharau sheria alikufa pasipo huruma kwa mashahidi wawili watatu. Wazinzi walipigwa kwa mawe. Waliovunja sabato walipigwa kwa mawe mpaka kufa na kadhalika. Sasa tumetolewa katika kongwa hilo la sheria ya Musa. Lakini baada ya kutolewa na kukombolewa kutoka katika sheria ya Musa, leo mtu anaweza kufanya chochote. Hakuna hufi papo kwa papo kama ilivyokuwa nyakati zile, kwa sababu ni katika Agano Jipya. Unaweza wazinzi wapigwe kwa mawe mpaka kufa leo kwa msingi wa Torati katika Ukristo, katika Agano Jipya. Lakini je, sasa baada ya kutolewa katika na kutoka katika sheria ya Musa, je, hatuongozwi na sheria leo? Tunaongozwa na sheria hasa, na sheria hii inaitwa sheria ya Kristo. Tuseme wote, sheria ya Kristo. Ndio, hatuna budi kuitimiza sheria hii ya Kristo. Sasa ni Wagalatia sasa sura ile ya 6. Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 2. Wagalatia 6 mstari wa 2. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Tuseme wote, mchukuliane mizigo. Sasa sema kwa bidii, na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Ndio, na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Baada ya kukombolewa kutoka katika sheria ya Musa, sasa tunatakiwa kuitimiza sheria ya nani? Sheria ya nani? Sheria ya Kristo.
Sawa sawa kabisa. Tunatakiwa kuitimiza sasa sheria ya Kristo. Aha. Ndiyo. Sheria ya Kristo. Sheria ya Kristo sasa, hii ni kali zaidi, au tungesema viwango vyake viko juu zaidi kuliko viwango vya Torati, kuliko viwango vya sheria ya Musa. Na Yesu Kristo akizungumza juu ya sheria ya Kristo katika Mathayo, utaona katika Mathayo sura nzima ya 5, utaona mistari mingi inazungumzia juu ya sheria ya Kristo na kuilinganisha na sheria ya Musa. Na hapo utaona viwango vya sheria hii viko juu zaidi. Kwa mfano, mstari wa 27 mpaka 28, Mathayo 5. Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye, yani amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Viwango hapo viko juu zaidi kuliko viwango vya sheria ya Musa. Wakati wa Musa ni mpaka kuzini kwa kitendo, lakini sasa kumtamani tu katika mawazo tayari kunatajwa ni dhambi, ni kuzini moyoni. Mstari wa 38 mpaka 41. Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushtaki na kuitoa kanzu yako, mwachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Mstari wa 43 mpaka 44. Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Wakati wa sheria ya Musa kulikuwa na nafasi ya kumchukia adui yako, lakini Agano Jipya hapana. Katika sheria ya Kristo hapana. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanao waudhi. Naweza kuona ndio sheria ya Kristo ni ngumu zaidi, au viwango vyake viko juu zaidi kuliko sheria ya Musa. Lakini tofauti kubwa iliyopo sasa ndio hii inayoitwa neema. Neema. Biblia inasema katika Yohana sura ya 1, kweli inakuja pamoja na neema. Hiyo ni Yohana sasa sura ya 1 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Tuseme wote, na neema juu ya neema. Aha. Alafu inasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Neema juu ya neema. Hapa kuna neema 2. Neema ya kwanza maana yake ni upendeleo wa kuchaguliwa bila kuwa na sifa yoyote. Kwa kawaida, kama mtu shirika likiwa linatangaza nafasi za kazi, kampuni ikiwa inatangaza nafasi za kazi na kusema inatakiwa manager utawala, kuna nafasi ya kazi ya manager utawala, itaelezea sifa zake anazotakiwa kuwa nazo. Labda amesoma mambo ya utawala na kupata degree ya 2 ya mambo ya utawala. Atatakiwa kuwa na uzoefu wa kazi labda kwa miaka zaidi ya 5. Umri wake usizidi miaka 40 na kadhalika. Hizo ndio sifa za kazi anazotakiwa kuwa nazo. Kwa hiyo akija kuchaguliwa, hapa hatuseme amechaguliwa kwa neema. Amechaguliwa kutokana na sifa zake alizonazo. Amechaguliwa kutokana na uwezo wake alionao.
Lakini tunaokolewa kwa neema ya kwanza, kwa maana kwamba hatuokolewa kutokana na sifa zetu sisi au kutokana na matendo yetu sisi, lakini ni kutokana na matendo ya Kristo. Ni kutokana na kazi ya Kristo aliyoikamilisha kwa niaba yetu na kwa ajili yetu. Ndio sisi tunaokolewa. Na sisi tunaokolewa tu kwa imani katika kazi aliyoifanya Kristo pale msalabani. Akamwaga damu yake kwa ajili yetu. Akafa kwa niaba yetu na kwa ajili yetu. Na kwa hiyo tunaokolewa kwa neema bila sifa zozote tulizonazo. Ndio maana wahalifu wale wawili msalabani, Yesu Kristo alisulubishwa msalabani, Yesu Kristo alisulubishwa msalabani badala ya Baraba. Yeye hakuwa na dhambi, lakini Baraba mwenye dhambi ambaye ndio alitakiwa kusulubishwa, yeye akaachwa huru, si kwa sababu ya matendo yake mazuri. Alifunguliwa si kwa sababu ya sifa zake. Hiyo sasa tunaweza kusema Baraba alifunguliwa kwa neema tu, si kwa sababu ya sifa zake. Na sisi kama Baraba, sisi ni wenye dhambi kama Baraba, na tunaokolewa kutokana na kuamini tu kazi aliyofanya Kristo, akasulubishwa kwa niaba yetu na kwa ajili yetu. Haleluya! Hiyo ndio neema, ndio upendeleo wa kuchaguliwa bila kustahili. Lakini neema ya pili, kama ninavyosema, na neema juu ya neema. Neema ya pili sasa, baada ya kuwa tumechaguliwa, baada ya kuwa tumeokolewa, hatupasi kuiogopa kweli. Mbona mambo haya ni magumu, mimi nitawezaje? Mbona sheria hizi ni ngumu, nitawezaje kuzifanya? Hapana. Sheria hii ya Kristo inaitwa vile vile sheria ya kifalme, kama tutakavyoweza kuona baadaye kidogo. Lakini kimsingi ni kwamba hapa tunapata neema ya pili, ambayo neema ya pili ni uwezo wa kufanya yale ambayo Yesu anataka tuyafanye. Haleluya! Wote waliompokea aliwapa uwezo. Haleluya! Ule uwezo tunaopewa sasa ni uwezo wa kufanya mapenzi yake. Huo tena unaitwa neema. Kwa hiyo kila tunapojifunza kweli, inaweza kuonekana ngumu, lakini kweli yoyote au sheria yoyote ya Kristo inaonekana ngumu, inakuja sambamba na neema au uwezo wa kufanya anayotufundisha, ili mradi tu sisi tunadhamiria kuyaishi sawasawa na tulivyojifunza. Haleluya! Na ndio hii sasa tunayosoma katika mstari wa 17, Yohana 1:17, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Haleluya! Kwa mkono wa Yesu Kristo sasa imekuja imekuja sasa neema na kweli. Sheria ya Kristo na ugumu wake inaambatana na neema, yaani uwezo wa kufanya yale tunayoelekezwa kuyafanya. Sasa kama nilivyogusia, ndio maana sheria hii inaitwa vile vile sheria ya kifalme. Yakobo 2:8, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme, tuseme wote, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, matenda vema. Hii sasa inaitwa sheria ya kifalme. Sheria ya kifalme maana yake nini? Kwa nini inaitwa sheria ya kifalme? Mfalme yeye anapotaka kitu fulani kifanyike, mradi tu moyoni anataka kifanyike, sasa kitafanyika, na yeye siye atakayekifanya, lakini watakifanya wengine kwa niaba yake na kwa ajili yake. Mfalme akiwa anataka kuwa na mashamba
anataka kuwa na shamba la ekari 300, hekta 300, atapata shamba hilo mradi tu anaonyesha nia hiyo, anaonyesha mapenzi hayo tayari na kuyaelezea kwamba nataka hiki. Basi wengine wataenda kumtafutia mashamba hilo zuri, na tena watalima na watavuna, watamletea tu mazao. Yeye kazi yake ni kutaka tu. Akishakuwa ametaka, basi mradi tu anataka, kuna wengine wanaofanya kwa niaba yake na kwa ajili yake. Na vivyo hivyo sheria ya kifalme, tukisikia tu mafundisho, mradi tu tumeokolewa, tunapenda kukaa katika viwango vya utakatifu ambavyo Mungu ametupa. Na tukumbuke katika Waebrania 12 mstari wa 18 Biblia inasema, pasipo huo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Bwana. Hatutamwona Bwana kwa sababu ya dini zetu, hatutamwona Bwana kwa sababu ya hiki na kile. Ni kwa utakatifu, kwa viwango hivi vya Yesu vinavyoonekana ni vigumu, ambavyo ndio vinaitwa kweli. Tunapoisikia kweli sasa, tunachotakiwa sisi ni kutaka. Nataka kufanya hivi kama nilivyojifunza, pamoja na ugumu wake. Tunasema ni kweli, nimekuwa nafanya kinyume na haya niliyojifunza. Sasa nataka kuishi kama nilivyojifunza katika neno lake Mungu. Sasa tunamwambia Yesu Kristo, tunataka yeye sasa ndiye anayetenda yale anayotaka tuyafanye ndani yetu. Haleluya! Unaweza kuona anafanya hayo ndani yetu yeye mwenyewe. Waebrania sasa sura 13 mstari wa 20 mpaka mstari wa 21. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake. Sikia maneno hayo, awafanye ninyi kuwa wakamilifu. Ni yeye anatufanya kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele. Amina.